Asante mwenyekiti. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima kuweza kuwepo hapa sasa hivi, lakini pia chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa kunipa au kuniteua kuwa mbunge ili kuja kujumuika na Watanzania wenzangu katika kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo ya taifa letu. Lakini pia nitakuwa mkosefu wa shukrani kama sijatoa shukrani zangu za dhati kwako mwenyekiti pamoja na spika kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kuchangia mjadala wa hotuba ya mama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, hotuba ambayo aliitoa wakati wa kufungua bunge la 13. Kusema kweli hotuba ilijaa maono, lakini pia ilikuwa inaonyesha dira na mwelekeo wa taifa letu. Kama ilivyobainishwa kwenye ile hotuba yenyewe, mama mwenyewe aliweza kusema kwamba tunasonga mbele kujenga uchumi jumuishi unaogusa maisha ya kila Mtanzania. Kauli hii inaendana moja kwa moja na ilani ya uchaguzi inayolenga ustawi wa wananchi, lakini pia inaelezea dhima ya taifa, lakini pia maridhiano ya kitaifa ambayo hutoa huduma bora kwa jamii na uchumi wa uzalishaji. Mheshimiwa mwenyekiti, hotuba aliyotoa mheshimiwa haikuwa ya kawaida. Ni hotuba ambayo iliyojaribu kuunganisha siasa, uchumi, jamii na utu wa Mtanzania. Hivyo mchango wangu utaangaza zaidi katika mambo tofauti ambayo Mheshimiwa Rais aliadhimia wakati anatoa hotuba yake hapa bungeni. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa vile mimi ninatokea kwenye kamati ya kudumu ya afya na masuala ya ukimwi, mchango wangu nitaanza kuelekezea kutokea huko. Katika hotuba ya Mheshimiwa Rais imeweka msisitizo mkubwa katika masuala ya ajira, lakini uboreshaji wa maslahi kwa wafanyakazi, madaktari, wauguzi na wahudumu mmoja kuweza kuwahudumia watu 60 kwa wakati mmoja kwa ajili ya kupata operesheni mbali na huduma nyingine ambazo zinatolewa. Lakini nisisitize kitu kimoja kwamba hatupaswi kupima mafanikio ya afya kwa majengo peke yake, bali tunatakiwa tuangalie ubora wa huduma ambao tayari umeonekana baadhi ya taasisi au hospitali ambazo tulizozitembelea zimeonyesha, lakini muda wa kusubiri wagonjwa. Tumeona kwamba kwa sababu mahospitali yamekuwa ya kutosheleza makubwa na mengi, kwa hiyo hata wagonjwa wamekuwa muda wa kusubiria umepungua. Lakini upatikanaji wa dawa, tulijaribu kuongea na wagonjwa wawili watatu ambao tuliwakuta pale, wamesema kwamba wanashukuru kwamba dawa zinapatikana, lakini pia wagonjwa wamekuwa wakiheshimiwa. Yale malalamiko ambayo yalikuwa huko nyuma wakilalamika kwamba labda wagonjwa wanadharauliwa, hawapati huduma vya kutosha, sasa hivi malalamiko hayo yameondoka. Lakini pia nitumie fursa hii kuishauri serikali na watendaji ambao tunamsaidia mama katika utekelezaji wa ilani hii, ili tuweze kuendelea katika kuwezesha, si kwenye miundombinu tu, lakini tuna haja ya kufanya kazi na jitihada kubwa katika kutoa motisha, lakini pia kuhamasisha maadili na mazingira bora ya kazi kwa wahudumu wa afya. Ndugu mwenyekiti, suala jingine ambalo nililoliangazia ni suala la ilani ya chama. Tumeona kwamba hotuba ya Mheshimiwa Rais iliendana sambamba
na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani hiyo, katika utekelezaji wa serikali, kupitia utekelezaji wa ilani hiyo tunaona kwamba uwezeshaji wa wanawake na vijana kupitia mikopo, kwamba serikali imeahidi kuendelea kutoa mikopo kwa ajili ya kina mama na vijana, kama alivyotangulia msemaji mmoja huko nyuma, kwamba wanawake sasa hivi wamekuwa wamewezeshwa na wanaweza. Hii yote inatokana na maono ya mama mheshimiwa. Lakini pia uwezeshaji mkubwa katika masuala ya reli, bandari, barabara na nishati. Tumeona kwamba kwa kipindi cha uongozi wake mama, masuala ya usafirishaji kupitia reli, bandari, lakini pia anga umeongezeka na watu wengi wamekuwa wakinufaika na miundombinu hiyo. Lakini viwanda vya kati na vidogo vinaonekana kwamba vimeongezeka. Lakini suala zima la elimu ya ufundi na tehama ambayo imehamasishwa, imezungumziwa kwa mapana yake ndani ya hotuba ya Mheshimiwa Rais. Lakini hata hivyo, napenda kusema kwamba utekelezaji wa ilani lazima uambatane na masuala ya uwazi, ufuatiliaji na upimaji wa matokeo halisi kwa wananchi. Na pia nichukue fursa hii kuishauri serikali pia na bunge kwa pamoja kuwa mfano wa kufuatilia kila ahadi iliyomo kwenye ilani, kwa sababu kwa namna ya kutoa ripoti kwa wale watendaji, tukiwa tuna utaratibu wa kutoa ripoti kila baada ya muda, basi tuhakikishe kwamba tunafanya hivyo ili kuweza kuona ule mwendelezo na yale matokeo ya zile ahadi ambazo zilitolewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanawake na vijana kama tunavyojua ni nguvu ya taifa, na tumeambiwa kwamba vijana wako 60% ya Watanzania wote, lakini wanawake ni 52% kama sikosei. Mheshimiwa Rais anaamini na anajivunia kwamba nguvu ya taifa letu ni nguvu kutoka kwa vijana na wanawake. Hivyo niombe kwamba tusimwangushe, tumuunge mkono katika hili, kwa sababu kama wanawake tutasimama imara, lakini na vijana pia kwa nguvu kwa pamoja tukashirikiana kusaidia maendeleo ya nchi hii. Katika utekelezaji wa hotuba na ilani, wanawake ni lazima washirikishwe katika kupanga na kusimamia programu za uchumi, lakini pia mifuko ya uwezeshaji iwafikie wanawake na vijana, hasa wanawake wa masokoni, mashambani na viwandani, lakini pia vijana wa mijini na vijijini pia wapate fursa sawa katika hizi fursa za mikopo. Aidha, serikali haiwezi kufanya kazi peke yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona kwamba kuna hizi asasi za kiraia. Ni declare kwamba mimi ni mbunge ambaye nasimama kwa nafasi za NGOs, na ushirikishwaji wa serikali na NGOs kama utakuwa mzuri zaidi, na tunaamini upo wa kutosha, lakini tunaomba kwamba ushirikishwaji uwe wa karibu zaidi. Hizi asasi za kiraia zinafanya kazi zaidi na ipo chini zaidi, lakini pia zitumike hizi asasi za kiraia in a positive way katika kutoa elimu ya biashara, masuala ya afya ya jamii na masuala ya mazingira, na pia kuwaunganisha wananchi kwa fursa za maendeleo. Ndugu Mwenyekiti, NGOs, serikali ianzishe mifumo rasmi ya ushirikiano na NGOs katika utekelezaji wa masuala ya afya, uwezeshaji wa wanawake, ajira kwa vijana na ulinzi wa mazingira. Tukiwashirikisha wadau hawa, utekelezaji utakuwa wa haraka na haki na harama nafuu zaidi. Ndugu Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, maoni bila utekelezaji
ni ndoto. Hivyo naomba tuwe na ripoti za utekelezaji za robo mwaka kwa kila wizara, miradi ipimwe kwa muda, gharama na matokeo, ajira zipimwe kwa idadi ya vijana wanaoajiriwa na wanaojiajiri wenyewe, na huduma zipimwe kwa kuridhika kwa wananchi. Hapo ndipo bunge litapoona nafasi ya kweli litapokuwa na nafasi ya kweli ya kusimamia serikali kwa maslahi ya wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante mheshimiwa, muda wako umeisha. Naomba niunge mkono hoja. Asante.